Yes, habari. Karibu nifunze tech. Leo tunaendelea na somo letu la 5 la PowerPoint. Kwenye video ambayo ilipita tulizungumzia kidogo, tukaona matumizi ya paragraph. Kwenye video hii itakuwa ni mwendelezo. Tutakwenda kuingia kwenye tab nyingine ambayo ni tab ya insert. Tutakwenda kuangalia tab ya insert inafanya kazi gani. Insert maana yake ni kuingiza. Unakwenda kuingiza vitu mbalimbali katika dokumenti yako ambao unaiandaa hapa kama jinsi inavyoonekana hapa. Sasa kabla sijaingiza picha, tutakwenda slide nyingine mpya ambao ndo tutakwenda kuweka hiyo picha yetu. Kivipi? Yani mfano ukiangalia hapa kwenye huu mpangilio wa dokumenti yetu, kama inavyoonekana kuna hii slide ambayo inazungumzia maeneo makubwa ya Word. Sasa ningetamani kwa chini, yani chini ya hii slide niweke picha ambayo itakuwa inaonesha haya maeneo. Sasa cha kufanya, utaingia kwenye sehemu ya home. Ukiwa kwenye hii slide, ukiwa kwenye hii tunasema ukishakuwa kwenye hii slide ya pili, utaingia kwenye sehemu ya home. Baada ya hapo utaingia kwenye sehemu ya new slide. Utasema sasa hapa nataka niweke hii slide. Utasema hapa. Baada ya hapa itatokea hii slide ya tatu. Kwa sasa hivi nataka kwenye hii slide ndipo niweke picha. Kwenye hii slide niweke hii picha kwenye hii slide. Sasa kufanya, ingia kwenye sehemu ya insert hapa. Baada ya hapo utaingia kwenye sehemu ya picha, utasema this device. Utaangalia picha yako inapatikana wapi. Kwa mimi picha zangu zinapatikana kwenye sehemu ya desktop hapa. Kuna folder moja ambayo niliita picha ila hapa. Utalifungua, utasema open. Baada ya hapo utaangalia picha yako ambayo unataka uweze kuitumia. Kwa mimi hapa nataka nitumie hii picha ya interface. Utaibonyeza, utasema insert. Mpaka sasa hivi unaweza ukaona. Baada ya hapo hii picha yako unaweza ukaikuza kwa kushikilia kwenye hizi kingo zeni, utakuwa unavuta kama hivi. Unakuwa unavuta kutokana na mahitaji yako wewe, kama jinsi inavyoonekana hapa. Hapa juu kwenye title unaweza ukaweka title kwa labda muonekano labda wa Microsoft Word kama kawaida. Utaselect ya maneno, utasema center, labda utachange pia mwandiko, utasema labda unaweka labda Arial, kaipa labda rangi fulani hivi. Pia unaweza ukaamua uipe rangi fulani kama inavyoonekana hapa ya. Tayari umeshaandaa. Hii inakuwa ni karatasi ambayo tayari inakuwa na picha. Hiyo ndio namna ya kuweka picha katika dokumenti yetu, katika hii programu yetu ya PowerPoint. Pia tukaongeze picha zingine pia. Tuangalie pia kwenye sehemu pia ya ribbon. Na kwenye hii pia ningetamani chini ya hii slide pia kuwe na picha ruksa. Cha kufanya, utaingia kwenye sehemu ya home, ingia kwenye sehemu ya new slide, utasema title and content. Itatokea hii slide mpya. Ukishafika hapa sasa, utaingia kwenye sehemu ya insert, utasema insert picha, utasema kwenye this device, utaangalia picha yako ambayo unataka uiweke ni ipi. Hii hapa ribbon, utasema insert na picha yako itatokea kama inavyoonekana hapa. Unaweza ukashikilia kwenye hizi kingo zeni, kidogo kama ni kuikuza kidogo ikawa na muonekano ambao ni mzuri kama hivi. Unaweza ukaikuza kama hivi. Alafu pia kuna hapa kwenye title utaweka sasa, labda tuseme huu ni muonekano. Tuseme labda ni muonekano labda tuseme labda ni huu ni muonekano labda wa ribbon labda na groups. Umeona? Unaweza ukaselect ukaweka katikati center, ukachange pia mwandiko ruksa kama inavyoonekana hapa. Pia unaweza ukachange ukaacha kitu kama hichi hapa. Unaweza ukapata kitu kama hichi hapa. Unaweza pia ukaichukua hii pia ukaikuza huko juu. Kama inavyoonekana. Pia tukaongeze pia picha nyingine kwenye sehemu pia ya status. Ningetamani pia kwenye status pia niweke picha. Sasa kwa kuwa picha kwenye status ni ndogo sana, unaweza ukaamua haya maandishi kwanza yote ukaselect, alafu ukaenda kupunguza hii space, hii nafasi. Ukaingia kwenye sehemu ya paragraph hapa kwenye line spacing hapa,
ukaweka hiyo 1. Baada ya hapo sasa, hapa chini ningetaka hapa chini niweze kuweka hiyo picha yangu. Ni simple. Utafanya hivi. Utaingia kwenye sehemu ya insert, utasema picha, utasema kwenye this device, utachukua picha yako hii hapa. Baada ya hapo utasema insert. Na picha yako itatokea mbondo hii hapa. Sasa hii unaweza pia ukaamua na yenyewe pia uichukue, uipunguze pia muonekano wake, uipunguze ili iweze ili mara nyingi iweze kufiti kwenye hii karatasi. Sababu inatakiwa hii picha yetu iweze kufiti kama hivi. Unaweza ukaweka kitu kama hichi hapa ya. Tayari umeshika picha. Lakini pia tukaongeze pia picha nyingine pia kwenye hii slide yetu ambayo inazungumzia rula. Na penyewe pia hapa pia utakuja tuna hapa, utabonyeza enter, utaingia kwenye sehemu ya insert, utakwenda kuingiza picha kutokea kwenye hii computer, sema this device, utaangalia picha yako inapatikana wapi, ni hii hapa rula, utasema insert na picha itakuwa inaonekana hapa, utaichukua, utaivuta chini, then baada ya hapo utaanza kuikuza kutokana na ambavyo wewe unataka. Kama inavyoonekana hapa, hii ni rula, unaweza ukaikuza. Kwa hiyo ndo namna ya kuingiza picha katika PowerPoint. Paka hapa unaweza ukaona sasa hivi muonekano wa PowerPoint yetu inavyoonekana. Hii inavyoonekana, mada yetu sasa hivi imepangiliwa vizuri. Kama jinsi unavyoona tumeka picha ili mtu aweze kuelewa vizuri hii mada. Sababu mara nyingi hizi PowerPoint maana yake wanakwenda pale mbele ya watu, unaanza kufanya presentation. Maana yake una present. Kwa lazima pia uweke pia na picha ili mtu aweze kuelewa kile ambacho utakuwa unakizungumza. Kwa hii ndo namna ya kuandaa a professional presentation kwa kutumia PowerPoint. Utakuwa unaandaa kwa mfumo kama huo. Unaweza ukaona sasa hivi imekaa vizuri. Lakini pia kwenye hii pia sehemu ya insert unaweza pia ukaweka, kuna kwa insert pia kama screenshot. Hii hapa yenyewe inakuruhusu kwenda sehemu fulani, una screenshot, baada ya hapo unaiweka hapa ni ruksa. Unaweza kuingia kwenye sehemu hapa ya screenshot ukakabonyeza ukasema screen clipping. Baada ya hapo tufanye labda tuna select labda hii hapa program yetu ya Word. Select hii hapa icon. Hii Kwa utaselect hii hapa icon ambao unataka uweze kuitumia. Utaselect, kisha siku itakuja hapa. Kwanza kaamua hii hapa labda tuiweke labda hapa juu mfano. Unaweza kama labda tuiweke au labda hapa chini. Baada ya hapo utaikuza hiyo icon yako kama hivi. Unaweza pia ukaikuza. Lakini pia unaweza pia ukaichagua hii hapa picha yako, alafu kutatokea hizi hapa options. Hapa kuna picha style. Unaweza kaamua uweke style ambayo wewe unahitaji style. Kama style hii labda ambayo umeipenda wewe, au ni style kama hii au ni style hii hapo, unaweza kaamua uweke style ambayo wewe utaona kwamba iko sawa. Umeona? Hiyo ndo namna ya kuedit. Utakuwa unapanga vizuri ili upate document ambayo itakuwa ni nzuri zaidi. Lakini pia kwenye sehemu pia ya insert kuna command nyingine, kuna command nyingi. Pia kuna command ya kuweka table. Mfano tufanye hivi, tukaweke table. Mfano tuweke labda table labda hapa chini, tuweke slide nyingine, afu baada ya hapo tukaweke table. Ni simple tu, utaingia kwenye sehemu ya hapa kwenye home, utasema new slide hapa. Baada ya hapa kishafika hapa sasa, utaingia kwenye sehemu ya insert, utasema na kwenda kuweka table. Utasema table. Sasa hapa utaingia, kuna option mbili. Unaweza kaamua uweke hii hapa automatic table kama zinavyoonekana hapa, au unaweza kaamua uje hapa kwenye sehemu ya insert table. Hapa utaweka column na row. Unahitaji hiyo table yako iwe na column ngapi na row ngapi. Mimi nataka ziwe na column labda column 3, labda kwa row ngapi, kwa row kama ni 10, au labda ni column 6 labda, au row 6. Unaweza kaamua. Baada ya hapo ukipiga okay, itakuletea nini, table kama hii hapa. Unaweza kaamua hii table yako
uikuze kama inavyoonekana hapa. Unaweza kusema bana hii labda ni table. Unaweza kuona kitu kama hichi hapa. Kwa hiyo ndo namna ya kutumia programu yetu ya PowerPoint. Kufikia paka hapa, huo ndo mwisho wa video hii, ambao video hii tumeshaona matumizi ya insert, jinsi ambavyo insert inafanya kazi katika uandaaji wa PPT au uandaaji wa presentations. Kama video hii umeipenda, usahau kulike, pia usahau kushare, lakini pia usahau kusubscribe kwa channel yetu ya Nifunze Tech ili tuendelee kujifunza kwa pamoja matumizi ya programu yetu ya PowerPoint kwa vitendo na Nifunze Tech. Asante.